swala la utoro, tusipokuwa na maamuzi hatuwezi kufika. Hatuna maamuzi kwenye utoro. Hatuna maamuzi kwenye utoro. Tumekuwa tunapiga bla bla kusema utoro, leo watano sisi tunawasimamisha, wa sita sisi wako wapi, bla bla. Tuache bla bla, tuwe na maamuzi yatakayofikia mwisho. Haiwezekani wewe mwalimu unaenda kufundisha darasani, wanafunzi 5 hawapo darasani kwenye somo lako unalofundisha, halafu unatoka pale unasema mjuje tutoke. Tunatokaje? Haiwezekani. Umeenda kufundisha darasani, wanafunzi 5 hawapo darasani. Chukua wale wanafunzi 5, kuna kamati ya nidhamu. Hawa leo hawapo. Mwalimu wa darasa yuko pale, mnakaa, mnachukua hatua immediate. Mzazi yule anaitwa. Mzazi akipata heka kila wiki italeta tija. Lakini kama leo umefundisha, leo nikiuliza hapa, nikiuliza jana walimu walioingia madarasani kufundisha watoro walikuwa ngapi, hapa tutaanza kukimbiana. Lazima tusimamie utoro kwa nguvu zetu zote tukiwa katika umoja wetu. Na tusimamie ifike mwisho. Bodi za dharura zipo. Juzi nimemwomba mwenyekiti wa bodi tuwe na bodi za dharura ambaye hahitaji chakula, hahitaji malipo ya aina yoyote. Sababu wakuu wa shule hawa wanaogopa kuitisha bodi kwa sababu wanaona kwamba akiitisha bodi sio kwa chakula, siji kuna afiseri mkata anataka apate posho siji na nani. Hatuna hiyo. What's the money? Maana ni nini? Fedha ni kitu gani? Sisi tunachotaka tufanye, ukifanya performance nzuri watu watakuona. Hizo fedha ni kitu gani? Fanya kitu upate heshima. Shule yetu irudi kwenye heshima. Lazima tufike hatua sisi wenyewe kwa nidhamu kwa tunachofanya. Lengo letu ni kufanya nini nzuri. Hivi matokeo yakiwa mabaya, wewe mwalimu umekuta kule, hata wewe unapoenda kule ukauliza unafundisha shule gani? Nyumba, unajisikiaje? Yaani moyoni tu, friend speaking. Unajisikiaje? Walimu wangu, tubadilike, tuone kazi hii ni ya kwetu. Tuwe wamoja, tufanye kazi kwa umoja. Wenzetu shule nyingine wanachofanya, wanadili nao wakiwa kwa utulivu, kwa sababu huwezi kudili na mwanafunzi akishaingia kidato cha 4. Kumbuka akishaingia kidato cha 4 anasajiliwa tayari. Kwa hiyo tudili nao watoto wakiwa form 3. Wala ambao hawawezekani kabisa tutafute namna ya kuwasaidia wakiwa form 3, sio wakati wameshaingia form 4. Wakishaingia form 4 tunakuwa tumeshachelewa. Kwa mfano watoro wale tudili nao wakiwa form 3. Wala ambao tunaona kabisa hizi ni zero case, tuwaite wazazi wao tuwashauri mapema kabla hawajaja huku form 4 kupata 0. Mimi pendekezo langu kubwa ndio hili. Lakini tatizo lingine kubwa kwa nini watoto hawa wanafeli kiasi kikubwa namna hii ni lugha. Lugha ya Kiingereza ndio tatizo kubwa. Kwa kweli jinsi maswali yanapoulizwa kule, kama mwanafunzi hajui lugha ya Kiingereza ni ngumu sana kujibu yale maswali.